Tunamshukuru Mungu sana kwa siku yetu ya 4 ya kongamano letu. Asante sana watumishi wa Mungu ambao umekuwa pamoja nasi jioni ya leo. Asante sana ndugu yetu mchungaji Yusto pamoja na Palanjo Brothers. Tumebarikiwa sana kwa ajili ya. Tupigie makofi Bwana kwa ajili ya hawa ndugu. Lakini pia tumshukuru Mungu sana kwa ajili ya ndugu yetu Boaz pamoja na mke wake. Tupige makofi kwa ajili ya hawa watumishi wa Bwana. Lakini pia na kila mmoja wetu aliyefika hapa, mwambie jirani yako wewe ni mtu wa thamani sana. Usiseme wewe ni mtu wa zamani. No. Sema wewe ni mtu wa thamani sana. Amen. Tutaendelea na kongamano letu. Tunamaliza mwaka kwa neema. Tunaingia mwaka huu kwa maono na utekelezaji. Jana nilikuwa nimegusa mambo machache, lakini kwa sababu ya muda nilionao nataka niondoke pale. Wale ambao tulikuwa jana, nilisoma katika Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 19 na ule mstari wa 20, lakini nataka tu niseme kidogo hapo, alafu tutakwenda mahali pengine tutakapo napo siku ya leo. Ninasikia moyoni mwangu kabisa, ukitoka hapa leo usiwe vile ambavyo umekuja. Nasema ukitoka hapa leo usiwe vile ulivyokuja. Na hata mimi natamani nikitoka, na hata mpaka sasa siko vile ambavyo niliingia kwenye ibada hii kabisa. Kuna mahali Mungu amenifikisha, na ninaamini hata na wewe kuna mahali Mungu amekufikisha. Ilikuwa waraka wa pili wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 19, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuwazukia mioyoni mwenu. Mkijua neno hili ya kwanza, hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yatokayo kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Nilikuwa nimezungumza mambo matano jana. La kwanza lilikuwa ni neno imara, na nikasema hivi, neno la kinabii au unabii ni ufunuo wa Mungu kupitia maandiko. Yaani huo ndio unabii wa kweli, unatoka kwenye maandiko alafu unakuja kwetu. Na nikaeleza mambo matano ambayo nimeyaona kwenye mstari huo. La kwanza, neno lililo imara zaidi, na pili, tukiliangalia lile neno. Tatu, ni kama taa ing'aayo mahali penye giza, na nne, mpaka kutakapopambazuka. Alafu na tano ilikuwa nyota ya asubuhi ikuzukie moyoni mwako. Lakini leo nataka tuende mbele kidogo. Nilielezea jana habari za mfano ule, nilielezea habari za Yakobo pamoja na Esau. Ukisoma ukoo wa Yakobo ukasoma na ukoo wa Esau, utaona Esau ukoo wake ulipata changamoto nyingi sana, lakini Esau kama Esau mwenyewe, yeye alipata neema. Alikuwa amepata hasira, lakini baadaye akabarikiwa, na yeye akaambiwa utaishi kwa upanga, umande utakao juu utakushukia, lakini pale utakapoponyoka ndipo utalivunja lile kongwa lililo kwenye shingo yako. Na huyu ndugu Esau, pamoja na kwamba ukoo wake baadaye haukuwa mzuri, lakini yeye mwenyewe alifanikiwa kabisa kwa neema ya Mungu, akalivunja lile kongwa ambalo lilikuwa shingoni mwake, akaponyoka kutoka mikononi mwa kuwa mtumwa wa ndugu yake Yakobo. Maisha yake yakabadilika, akawa na maisha ya kumpendeza Mungu sana. Ukisoma ile sura ya 33, 34 utaona ya Esau akabarikiwa, akawa na mifugo ya kutosha, akawa na wafanyakazi wa kutosha, akajawa na roho ya msamaha. Hata ndugu yake alipokuwa anakuja, akaenda akampokea akiwa na watu 400. Biblia anasema Yakobo akaja akaanguka akasujudu
kwa huyu Esau, wakakumbatiana, wakalia sana, wakasameheana. Yaani ukitaka pia kuingia mwaka huu wa 2026 kwa maono na ufunuo, samehe kila kitu ambacho kimetokea mwaka 2025. Hiyo inakupa ufunguo wa kwenda mbele. Inawezekana kuna watu hawakutendea vizuri, kuna watu walisema maneno mabaya juu yako, kuna vitu vilikukasirisha, samehe, achilia kabisa hivyo vitu. Enda sasa 2026, kuna mambo ya ajabu makubwa Mungu atafanya pamoja na wewe. Ukisoma pale utashangaa, Yakobo anamwambia Esau, naomba uchukue huu mbaraka wa wanyama niliokuja nao ambao Mungu amenibarikia. Esau anamwambia, hapana bwana, mimi sina haja ya kuchukua kwa sababu mimi ninavyo vingi pia. Kumbuka huko waligombania kuwa na urithi, lakini sasa wamefika mahali kila mtu ametosheka. Natamani wewe mtu wa Mungu, Mungu akutosheleze kwa namna isiyo ya kawaida. Natamani sana Mungu akutosheleze, ufike mahali sasa kusiwe na kugombania. Yesu anasema nimekuja ili muwe na uzima kisha muwe nao tele. Kwa hiyo Mungu akutosheleze katika maisha yako, akutosheleze kwenye kazi, akutosheleze kwenye huduma, akutosheleze afya yako, akutosheleze kila kitu ambacho wewe umekuwa nacho. Na ndio huyu Mungu tunayemtumikia wapendwa, ni Mungu wa utoshelevu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ukisoma pale walipokuwa wanakwenda na safari, Biblia inasema hawakuweza kukaa pamoja Esau na Yakobo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na mali ya kutosha. Kwa hiyo wakagawana. Esau akaenda upande wa Seiri na Yakobo akaenda upande mwingine. Wakawa kila mtu sasa amejitanua, ametosheleza. Nataka kusikia kusema hivi moyoni mwangu, 2026 Bwana anaenda kukutosheleza. Nasema Bwana anaenda kukutosheleza. Anaenda kupanua mipaka yako, anaenda kupanua hozi yako, anaenda kufanya mambo yasiyo ya kawaida, maana Mungu huyu hajabadilika, ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ukiendelea kusoma habari za Yakobo na Esau, maana yake ile nyota ya asubuhi ikafanya nini? Ikawazukia. Unaona, utukufu wa Bwana ukawazukia. Hawakuwa na maisha tena ya kugombana, hawakuwa na maisha tena ya kudanganyana. Walifika mahali wakafunga mstari huo, wakawa na maisha toshelevu, kila kitu kikawa tele. Maandiko yanasema hata baba yao Isaka alipokufa, imeandikwa Esau na Yakobo wakaja kumzika baba yao. Yaani wana uwezo wa kutosha, wana nguvu za kutosha. Kwa nini iwe Yakobo tu na Esau? Ni wewe mtu wa Tanga ambaye unanisikia jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Leo nataka tuende kipengele kingine. Kuishi kinabii na ufunuo utakufanya ugeuzwe uwe mtu mwingine. Kuishi kinabii na kiufunuo itakufanya wewe ugeuzwe uwe mtu mwingine. Maisha yetu tukiishi kinabii na kiufunuo, tutageuzwa na kufanywa watu wengine. Yaani mimi hivi nilivyo nakuwa tofauti, nakuwa mtu mwingine. Sura inaweza ikawa kama nilivyo, lakini nakuwa mwingine kwa namna zote, kiutendaji, kiusemi, kikazi, kihuduma, kibiashara, kimipango, unageuzwa. Na anayekugeuza sio mtu mwingine, ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tutakwenda kwenye kipengele kingine siku ya leo. Kuishi kinabii na kiufunuo itakusababisha ugeuzwe uwe mtu mwingine. Tutaenda katika kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 9. Tutasoma mistari michache, alafu tutaruka sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 6, tutaishia pale. Lakini neno linasema hivi: kuishi kinabii na kiufunuo itakusababishia wewe ugeuzwe uwe mtu mwingine. Hiyo ndio ujumbe wetu kwa siku ya leo. Sikwasahau wafundi mitambo, Mungu awabariki sana, kazi yenu njema sana. Najua kukopu na Boazi inahitaji mapafu sio ya mbwa mwitu, mapafu ya simba mwenyewe, lakini mambo naamini yameenda vizuri. Mungu wetu apewe sifa sana, kazi yenu njema. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 9 kuna habari ya ndugu mmoja anaitwa Sauli, mtoto wa mzee mmoja anaitwa Kish. Ngoja nisome mistari michache alafu tutakwenda sura ya 10. Basi kulikuwa na mtu mmoja wa kabila la Benjamini, jina lake aliitwa Kish, mwana wa Abieli, mwana wa Seroli, mwana wa Bekorieth, mwana
wa Afia mwana wa Benjamini, mtu shujaa mwenye nguvu, naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hapakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, twaa mtumishi mmoja pamoja naye, muondoke mwende ukawatafute punda hao. Naye akapita katika nchi ya milima ya Efraim, akapita katikati ya Shalshel, lakini hawakuwaona. Kisha wakapita kati ya nchi ya Shalim, wala huko hawakuwaona. Wakapita kati ya nchi ya Wabenjamini, lakini hawakuwapata. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya na turudi, baba yangu asije akaacha kufikiria habari za punda na kutufikiria sisi. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu kuna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa, yote asemayo hutukia kuwa kweli. Basi twende huko, labda yeye anaweza kutuambia habari ya safari yetu tuliyoiendea. Hapo tuliposoma ni mahali ambapo walipoteza punda na wakaanza kuzitafuta. Twende mstari wa 11. Hata walipokwenda njiani wakakutana na wasichana wanatoka kwenda kuteka maji. Wakawaambia, je, mwonaji yuko? Nao wakawajibu wakasema, yuko, tazama, yuko huko mbele yako. Fanyeni haraka sana, maana hivi leo amekuja mjini, kwa sababu watu wanadhabihu leo katika mahali pa juu. Mkiingia mjini tu mara mtamuona, kabla hawajakwenda mahali pa juu ale chakula, maana watu hawatakula hata yeye atakapokuja, kwa sababu yeye ndiye anayeibarikia dhabihu, kisha hao watu walioalikwa hula. Basi kweeni sasa, maana wakati huu ndipo mtakapomwona. Nao wakakwea kwenda mjini. Nao walipokuwa wakiingia mjini, tazama, Samueli akawatokea kwenda mahali pa juu. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mikono ya Wafilisti, maana nimewaangalia watu wangu, kwa sababu kilio chao kimenifikiria. Hata Samueli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekuambia habari zake, huyu ndiye atakayewamilika watu wangu. Ndipo Sauli akamkaribia Samueli langoni, akasema, tafadhali uniambie nyumba ya mwonaji iko wapi? Samueli akamjibu Sauli akasema, mimi ndimi mwonaji, tangulia mbele yangu ukwee mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo, kisha asubuhi nitakuacha uende zako, nami nitakuambia yote ulionayo moyoni mwako. Na wale punda zako waliopotea siku hizi 3, usijiudhi kwa ajili yao, maana wameonekana, na yote ulioyatamani na yote yaliyotamanika katika Israeli amewekewa nani? Si wewe na nyumba yote ya baba yako? Basi Sauli akajibu akasema, je, mimi si Mbenjamini, mtu wa kabila iliyo ndogo kuliko makabila zote za Israeli, na jamaa yangu nayo sio ndogo kuliko jamaa zote za Benjamini? Kwa nini basi kuniambia hivyo? Naye Samueli akamtoa Sauli na mtumishi wake, akamleta ndani sebuleni, akawaketisha mahali pa heshima kati ya watu walioalikwa, na jumla yao walikuwa kama watu 30. Samueli akamwambia mpishi, lete ile sehemu niliyokupa, hiyo niliyokuambia uiweke akiba. Basi mpishi akatoa paja na nyama iliyokuwa juu yake, akaiweka mbele ya Sauli. Samueli akasema, iliyowekwa akiba ndio hii, iweke mbele yako ule, kwa sababu umewekewa hiyo wewe hata wakati uliokusudiwa, maana nalisema nimewaalika watu. Basi Sauli akala pamoja na Samueli siku hiyo. Hata waliposhuka kutoka mahali pa juu na kufika mjini, akaongea na Sauli darini, nao wakaamka alfajiri. Kisha ikawa kulipopambazuka, Samueli akamwita Sauli darini, akasema, inuka nikupeleke kwenu. Basi Sauli akainuka
nao wakatoka wote wawili, yeye na Samueli. Hata walipokwisha kufika mwisho wa mji, Samueli akamwambia Sauli, mwambie mtumishi atangulie. Naye akatangulia, bali wewe simama hapa sasa, ili nikuambie neno la Mungu. Mlango wa 10 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zako. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benjamini huko Sisesi. Nao watakuambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama, baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema, nifanye nini kwa ajili ya mwanangu? Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika mwaloni wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe, nao wanakwenda kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja amechukua wanambuzi watatu, na mwingine amechukua mikate mitatu, na mwingine amechukua kiriba cha divai. Nao watakusalimia na kukupa mikate miwili, nawe utaipokea mikononi mwao. Baada ya hayo utafika Gibeo ya Mungu, hapo penye ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda, tari, kinubi, filimbi mbele yao, nao watakuwa wakitabiri, na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Basi hapo ishara hizi zitakapokutukia, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Mungu yu pamoja nao. Mungu wetu apewe sifa. Nimetumia muda mrefu kusoma. Najua sisi wachungaji na wainjilisti mara nyingine huwa tunasema sana, alafu saa nyingine yale maneno tunayosema unaweza ukafikiri hayapo kwenye Biblia. Sasa nimeona nisome, najua unayajua, lakini nimeona nisome kwa sababu nitagusagusa vipengele hapo kwa jioni ya leo. Inatosha kabisa nusu saa, alafu dakika 15 tutafanya maombi, na mimi ninaamini hayo maombi utakayoyafanya, ukitoka hapa hutakuwa kama ulivyokuja. Nasema hutakuwa kama ulivyokuja, utatoka hapa utakuwa ni mtu mwingine kabisa. Mahali hapa tuliposoma tunaendana na ujumbe ambao nimekuwa nikifundisha tangu tumeanza semina hii, ya kwamba tunavuka mwaka 2025 kwa neema ya Mungu, lakini tunaingia mwaka 2026 kwa maono na utekelezaji. Lakini somo letu ni kuishi katika maono na ufunuo. Hiyo itakusaidia kugeuzwa kuwa mtu mwingine. Huyu Bwana wetu Yesu Kristo tunayesoma habari zake akiwa hapa duniani, maisha yake yote aliishi kwa unabii na aliishi kwa ufunuo. Watu wote kwenye Biblia waliishi kwa unabii na waliishi kwa ufunuo, na hiyo ndio iliwasaidia sasa kupata mafanikio. Ukiwa Mkristo, ukiwa mtu uliyookoka, ni lazima vizuri antena yako iwe inakamata mbingu. Ikishika mbingu antena yako, lazima ufunuo utashuka tu kutoka kwako, na ufunuo unakusaidia sasa wewe kushindana au kushinda katika vita ambavyo tunakutana navyo katika ulimwengu huu. Bila ufunuo, bila kuwa na maono, utafika tu mahali unaanza kukata tamaa, unachoka, unaviona vitu vinaenda tofauti. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye ametupa neema kuwa na semina hii ambayo itakusaidia wewe kuishi kinabii na kiufunuo ili ugeuzwe uwe mtu mwingine. Hapa mzee mmoja anaitwa Kish, alikuwa ni mtu mwenye uwezo wake, na mimi nimesoma Biblia nimeshangaa sana. Hapo zamani mtu akiwa na punda, yani huyo ndio tajiri. Yani ni utajiri. Tungesema leo hapa ni mtu mwenye vyombo vya usafiri ambavyo anaweza akasafiri kwenda kuchukua chochote anachotaka. Na unaonaje ukimwona mtu mwenye usafiri, sio usafiri mmoja, yani ana usafiri za kutosha? Si ni mtu ana uwezo huyo, anaweza akasafiri kwenda mahali popote anapotaka. Kwa hiyo sasa mtu akiwa na punda zamani alikuwa ni mtu tajiri sana. Leo punda anaweza kaonekana tu ni mnyama tu wa kawaida tu, unaweza ukampata, lakini pia sio kirahisi sana. Hao punda walikuwa wanasaidia kwenda kuchukua maji,
kutoka kwenye mito, walikuwa wanasaidia kusafirisha watu kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, walikuwa wanasaidia pia kazi za kulima mashamba, walikuwa wanasaidia kufanya biashara. Mtu anakuwa ndio usafiri wake kwenye biashara, asiye na punda anakodisha punda anaenda. Mnakumbuka Bwana wetu Yesu Kristo akiwa duniani hapo, ili aweze kuingia katika mji wa Yerusalemu alikuwa hana punda. Unajua kwa saa nyingine watu wanashindwa kuelewa, yaani punda wote walikuwa ni mali ya Yesu. Sasa yeye hakuwa na punda kwa wakati ule, lakini kwa sababu wale punda wote wako mikononi mwake, aliagiza tu wanafunzi wake wawili, akamwambia nendeni pale kwenye kijiji fulani, mtamkuta punda na mwanapunda amefungwa, mfungueni alafu nileteeni mimi. Nataka nishuke kwenye hili jiji la Yerusalemu, kwa sababu ndio ulikuwa usafiri wa maana. Nina watu naongea nao hapa jamani. Kwa hiyo hawa jamaa wakaenda wakafungua punda, na walipokuwa wanafungua uje punda wakauliza, jamani vipi, mbona mnafungua punda wetu? Wakamwambia Bwana ana haja naye. Na zamani watu wakitajwa, mtu akiitwa Bwana, maana yake huyo jamaa naye sio mtu wa kawaida. Hawa jamaa wakakaa kimya, wakaachia punda wao wafunguliwe. Unaona, punda akaenda. Yesu akawa usafiri wa kwanza ambao Yesu aliutumia hapa duniani ulikuwa ni wa punda. Akakaa kwenye punda, akashuka kwenye jiji la Yerusalemu. Biblia anasema watu wakaimba hosana, amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, utukufu utukufu. Mambo watu, mji ukachanganyikiwa, paka makuhani na Masadukayo wakasema kuna nini leo? Wakaambiwa ni yule Yesu wa Nazareti, ndio wanamwimbia Masihi, wanamwimbia amepanda punda na mwanapunda. Wakaenda wakasema, mwalimu, kataza wanafunzi wako hao wasipige kelele. Na Yesu hapa akanyoosha maelezo, akasema hao wakinyamaza mawe yatapiga kelele. Ndio maana hatutanyamaza kumwabudu Bwana, hatutanyamaza kumtukuza Yesu Kristo. Tunatamani, na mimi ninasikia moyoni mwangu, wakati mwingine tukimwita mtumishi wa Mungu Boazi na mchungaji mke wake na wakina Palanjo, tutaamua tuwe na siku za kumwabudu Bwana. Masaa kama 5 tunamwabudu Bwana. Yaani tukianza saa 9 mpaka saa 12:30 hamna chochote, sisi ni kumwabudu Bwana. Mungu akitupa uhai tutaifanya mwaka kesho, kwa sababu tutakuwa tayari tumeshaingia watu wapya wenye mtazamo mwingine, na inawezekana tusiifanyie hapa kwenye kanisa letu, tukatafuta kwenye ukumbi mmoja mkubwa sana, tukawaambia watu wote wa Tanga tukutane pale, wenye kiu ya kumpenda Bwana wa majeshi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mzee Kishi akapoteza punda. Alipopoteza punda, huyu mzee Kishi wa kabila la Benjamin akaona hawa punda lazima wakatafutwe, lakini hawatatafutwa na mtu wa kienyeji. Mzee Kishi alikuwa na watoto wake wengi, akachagua mtoto ambaye ni smart. Biblia inasema alikuwa ni mzuri kupita vijana wote wa Israeli. Jamaa alikuwa amepanda mpaka mabegani, handsome. Mzee akasema huyu ndio atakwenda. Najaribu kufikiri kama angekuwa punda ni wa ovyo ovyo, basi angechukua tu kijana wake mmoja tu ambaye anaona labda huyu hana mpangilio. Akachagua kijana mzuri kabisa, smart. Nenda ukatafute punda. Na huyu kijana akaambiwa ondoka na mtumishi. Unaona sasa, angeweza kutuma watumishi, sasa nenda na mtumishi awe bodyguard wako akusaidie. Biblia inasema wakaondoka Sauli na yule mtumishi, wakaenda kutafuta punda, wakazunguka Shelisheli, wakapita Efraim, wakatelemka kila kona. Biblia inasema hawakuwaona wale punda. Walizunguka muda wa siku 3 hawawaoni punda. Sauli akakata tamaa, akamwambia mtumishi wake, mimi naomba turudi, kwa sababu baba ataacha kufikiri habari za punda, atafikiri habari zetu. Unaona, akakata tamaa. Kukata tamaa, nataka nikwambie ninapofundisha mafundisho haya, kwa sababu tumesema tunaishi kinabii na kiufunuo, nataka nikutangazie jioni ya leo, fanya marufuku kukata tamaa katika jambo lolote. Fanya marufuku, usikate tamaa. Hata kama jambo limechelewa kiasi gani, piga marufuku ya kukata tamaa. Nasema piga marufuku ya kukata tamaa. Kukata tamaa ni adui ya maendeleo ya kiroho, maendeleo ya kimwili. Juzi pale Njedengwa kwenye ukumbi wetu Dodoma, kwenye ukumbi wetu pale Njedengwa, miaka kama 9 iliyopita au 10 na kitu,
Watu walikwenda kupima maji, wakapima maji pale ili tupate maji tusaidie masuala ya ujenzi. Wakasema kuna maji. Likaletwa lile mashine la kuchimba maji, likachimba maji futi 165, linatoka vumbi tu la mawe, vumbi tu la mawe. Yule bwana mwenye mashine yake akasema mashine itaharibika hii, kwa sababu hapo ni parefu mno, ni parefu. Wakaamua kuacha. Sasa tulipopata neema ya kuchaguliwa kuingia, tukaona bado tuna mateso. Nikawaambia ndugu pale, hebu tafuteni mtu apime. Mchungaji wetu Timothy Matawe, mchungaji Elia, nikamwambia tafuta watu wakapime. Wakaenda wakapima pale. Walipopima wakasema inaonekana maji yapo, lakini taarifa zikaja, wenzenu walishindwa. Mtaonekana kama mnashindana. Watu walishindwa na lazima utoe pesa za kuchimbisha pale. Lakini nazungumza kwa unyenyekevu ndani ya moyo wangu, nikasikia hapa tutapata maji. Nikamwambia nenda tulipe. Tukalipa pesa milioni 13, tukalipa. Mashine ikaenda pale ikapiga. Ilipofika futi 165 kama zile ndugu zetu walioanza pale, ni jiwe tu linaruka. Yule mwindi akamwambia Elia, hapa hakuna maji bana, tutaua mashine. Nikapigiwa simu, nilikuwa Dar es Salaam. Elia akaniambia, mzee, tumefika 165 kama wale jamaa walifika na 60, tumefika 165, ni jiwe tu linatoka, unasemaje? Nikamwambia endeleeni. Wakaendelea. Ananiwekea video, ninaona ile mashine inavyopiga, vumbi jeupe linatoka namna hii. Wakafika mita 200, hakuna chochote. Akaniambia, Bishop, nadhani tusiendelee, hii kitu haifai. Sasa tukaribu mashine. Sasa namuona jamaa mwenye mali ameanza kubadilika rangi. Si unajua sasa anaye anakasirika anaambiwa tu, akaniambia endeleeni. Mwambie jirani yako 2026 marufuku kukata tamaa. Marufuku kufanya nini? Kukata tamaa. Sijui, acha tu vile nitakavyofundisha na kuhubiri jioni ya leo, usisikie shida hiyo. Labda ndio Mungu ananiongoza tofauti na vile nilivyokuwa nimepanga. Haleluya. Mama mjane anamfuata kadhi, anamwambia nipatie haki yangu, na huyu bwana ameninyang'anya haki yangu. Kadhi dhalimu anamwambia nenda, njoo mwezi ujao. Mama yule anakwenda, mwezi ujao unafika, anarudi kwa yule kadhi dhalimu, anamwambia nimekuja hakimu, nipatie haki yangu nipate kuchukua sehemu yangu ya shamba. Anaambiwa nenda, njoo mwezi ujao. Mama yule mjane anakwenda, alafu anarudi, anamwambia yule kadhi dhalimu, nimekuja nipatie haki yangu. Anaambiwa nenda, njoo mwezi ujao. Luka 18 kuanzia mstari wa 1 utasoma hiyo habari. Unaona? Baadaye yule kadhi dhalimu alipomwona yule mama anakuja, tuko kwenye kipengele cha kwanza, marufuku kukata tamaa. Nasema marufuku kukata tamaa. Ukiishi kinabii na kiufunuo hutakata tamaa. Na usipokata tamaa, nataka nikutangazie muujiza wako wowote ule unakuja. Yule kadhi dhalimu alipomwona yule mama akasema maneno, japo simchi Mungu na mimi mwenyewe sijali watu, lakini kwa sababu ya mwanamke huyu anavyonijiajia, yani sababu ya kunijiajia sio sababu ya sheria, sio sababu ya haki, sio sababu ya yale yaliyoandikwa, yani lile tatizo la kunijiajia, tatizo la kutokukata tamaa. Biblia anasema yule kadhi dhalimu akamwambia mama, chukua haki yako. Yesu akasema, sikilizeni kadhi dhalimu anavyosema. Mara nyingine hata umeomba kazi ukaambiwa hapa hakuna nafasi, ukaapply mahali pengine ukaambiwa hakuna nafasi, ukaapply mahali pengine ukaangalia umeapply kama sehemu 8, ukasema sasa mimi naacha. Usiache, wewe endelea kuapply. Mwambie jirani yako marufuku kukata tamaa. Nasema mwambie marufuku kukata tamaa. Biblia inanifundisha, Sauli akamsikiliza yule mtumishi, akamwambia sikiliza mzee wangu, mimi ni mtumishi wako, lakini kwenye huu mji kuna mtumishi wa Mungu tena mwenye kuheshimiwa. Lolote huwa analolisema linafanya nini? Linatokea. Sauli akashangaa, bwana mdogo kanasemaje? Alafu nampenda Sauli, unajua hakuwa na dharau,
Hakuwa mfalme wakati huo, walikuwa tu kijana tu, hakuwa na dharau. Angeweza kumwambia wewe mtumishi wa Mungu, jamani yao tumesoma anayozungumza, si ndio? Angemwambia wewe unaniambia kitu gani? Maandiko yanasema Sauli akamwambia sasa tunakwendaje? Mimi sina chochote. Yaani hata pesa walikuwa wamekula hakuna, hawana pesa. Yule mtumishi akamwambia nina shekeli kidogo, tuchukue twende nayo. Wakaondoka. Wakati wanakwenda wakakutana na wasichana wanatoka kwenye kuchota maji. Unaona? Sauli anawauliza wale wasichana, vipi muonaji? Maana nabii wakati alikuwa anaitwa muonaji. Vipi muonaji yupo? Wale wasichana wakasema tena jitahidini, leo ameshuka, amekuja kwenye ibada ya dhabihu, maana yeye anapokuja mjini ndio dhabihu inafanyika. Sasa shukeni mumuwai. Unaona? Sauli akaona hii kitu imekaa sawa sawa. Wanaenda mbele namna hii, wanakutana na bwana mmoja hapo. Kumbe yule wanayekutana naye ndiye nani? Ndiye Samueli. Na Samueli kwa sababu alikuwa anaishi kiufunuo na kiunabii, jana Mungu alimwambia Samueli, kesho utakutana na mtu ambaye huyo mtu utamwambia maneno yake. Sijui kama Mungu anasema na wewe kupitia neno lake. Nasema sijui kama Mungu anasema na wewe kupitia neno lake. Biblia inasema Sauli akamuuliza Samueli, wewe ndio tunamtafuta muonaji, yuko wapi? Alafu Samueli hakutaka kupiga mchenga nyingi. Unajua kuna manabii walikuwa na mikwala zamani, lakini ni wachache sana. Siku hizi ndio manabii wengi wana mkwala sana, ni wachache sana zamani. Huyu hakuwa na chenga nyingi, akamwambia mimi ndiye. Sasa njoo unifuate. Oho. Sauli anachanganyikiwa, hii imekaja. Alafu anaambiwa sikiliza bwana, wale punda wa baba yako unaoshughulika nao, wale punda wameshapatikana. Mwambie jirani yako wale punda unaowatafuta wameshapatikana. Mwambie jirani yako ile kazi unaoitafuta sasa imeshapatikana. Mwambie jirani yako ule mpenyo unaotafuta sasa umepatikana. Mwambie jirani yako lile teso lako limeshapata dawa. Msifikiri namna ya kusema. Saa hiyo automatically Roho Mtakatifu atawapatia jambo. Alikuwa anataka wanafunzi watu wake wakae kiunabii na kiufunuo. Yaani wakae namna ambayo Mungu atakuwa anawafunulia, anawapa picha ya mambo. Siku moja akauliza hivi watu wananenaje huko mtaani? Unapotembea tembea watu wananenaje? Sababu kuna wengine wanasema Yeremia, wengine wanasema Yohana Mbatizaji, wengine wanasema ni mmoja wa manabii. Akawaangalia na wao akasema, nyinyi mnasemaje? Mimi ni nani? Inahitaji ufunuo. Nasema inahitaji ufunuo. Wakatazamana pale kila mmoja, si huyu si Yesu tuko naye huyo, lakini mimi naitwaje? Oho. Wale wakatazama Petro akajikata akasema, wewe ni Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akamwambia, damu na nyama havikukufunulia hili jambo, isipokuwa ni ufunuo kutoka wapi? Kutoka juu. Hapo na rafiki yangu na mchungaji Benti alipiga picha za zamani sana, nyingine zina miaka 30. Piga picha akiwa ni mchungaji na mchungaji, alikuwa anafuta nywele nyingi sana, mama anajua. Alikuwa tunachukua mawe kule Mombo, afu tunarusha kwenye roli tukajenge kanisa. Na mimi ni mchungaji, niko na washirika, tunachukua mawe. Sasa unajua wazungu wa korofi sana, ananipiga picha. Ananipiga picha. Sasa hiyo picha imekaa miaka kama 30. Juzi imeonyeshwa mahali fulani hiyo picha ya mnato imeonyeshwa mahali fulani juzi. Sasa akasema, je, wakati huo huyu bwana angetarajiwa kuja kuwa askofu mkuu? Kama ungelimuona anachukua mawe hata angetarajia. Hebu kiguse kifuata. Hivi Mungu anatarajia niwe nani hivi? Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu anataka upanue mipaka ya maisha yako mwaka huu. Usidharau ile kazi ulionayo, usidharau ile biashara ulionayo, usidharau ile elimu ulionayo, usidharau kile kipawa ulichonacho. Usikidharau. Bwana anataka kupandisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, kutoka utukufu kwenda utukufu. Sauli anaambiwa wewe utakuwa mfalme, na sema wewe achana na hayo maneno. Achana na watu wanakosa hata heshima. Wewe ndio nabii, anaambia achana na hayo maneno. Kwanza mimi ni kabila dogo. Unajua
Benjamin alizaliwa njiani, mama yake alimzaa akiwa njiani, ni mtoto wa mwisho kwa wale watoto 12 wa mzee Yakobo. Kwa hiyo anajua kabisa sasa mimi ndio kale kabila kadogo sana, hakana yani hakahitajiki. Sikiliza nikwambie, usije ukajidharau. Hata kama kabila lako halijulikani, halina jina katika taifa la Tanzania, halina jina katika dunia, wewe una jina mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Mungu aliyekuita si wa kawaida. Alafu akasema mimi tena ndio ile jamaa iliyo maskini sana. Hapo Samueli hakusema chochote, akamwacha. Alafu akaingia ndani, akakuta wateule 30. Mimi nasoma mahali mpaka nashangaa, akakuta wateule 30 wamejaa. Hao ni wazee, watu wa imani wako pale. Alafu akaketishwa pale, Sauli akaketishwa pale. Unaona Mungu jinsi alivyoajabu, kutoka kwenye vichaka, kutoka kwenye kuchomwa na miba, kutoka kwenye kutafuta punda kwenye vichaka, kuhangaika. Mungu anampa promotion ya ajabu sana, anamketisha pamoja na wazee 30 wenye utukufu, wanakaa pamoja nao. Sauli anashangaa, alafu anashangaa, anaona nabii anamka, anamfuata mpishi, anamwambia lete ile ambayo nilikwambia umeiweka. Na unajua anasemaje? Lete ile nyama na panya. Sasa ninyi wapishi mtaniambia panya na nyama vinakuaje? Mimi nimesoma hapo, ndugu yangu ananiambia hiyo ni Biblia ya Kiswahili bwana, imeandika Kiswahili. Ya Kiingereza inazungumzia nyama. Basi ya Kiswahili ndio inanoga, basi imezungumza vizuri. Lete panya na nyama. Nakwambia kunaenda kupambazuka, mapanya na nyama vitakuwa vitu vya kawaida katika maisha yako. Sauli anashangaa, mbishi analeta, anambia ndio hii tu iliyowekwa. Anasema ndio mpe jamaa. Jamaa anakata panya, anakata na nyama. Akiangalia huko amezungukwa na wazee, akiangalia huko amezungukwa na wakuu wa Israeli huko pale. Jamaa anajishangaa, kutoka chini Mungu anapandisha. Huyu ndiye Mungu tunayetuliza. Anasema Bwana wainua wanyonge kutoka jaani na kuwapandisha na kuwaketisha na wakuu. Haleluya, haleluya. Wakafanya chakula usiku ule pale. Walipomaliza Sauli akamchukua Sauli akampeleka mahali pa juu, wakaongea, alafu akamwambia kesho tunatoka mjini. Alafu kesho yake tunatoka mjini. Walipokuwa wanatoka asubuhi sasa, wakati wanaendelea, Sauli alikuwa na mtumishi wake. Samueli nabii akamwambia, sasa bwana, mwambie mtumishi wako atangulie mbele. Nina mambo ya kuzungumza pamoja na wewe. Kuna mambo ambayo Mungu anazungumza pamoja na wewe binafsi. Hayo ni vizuri kuwa sensitive, kuwa makini sana, uyachukue yale ambayo Mungu anazungumza na wewe binafsi. Hayo ndio yanakufanya wewe unainuka viwango vya juu. Kuna mambo mengine ni ya jumla, tunayapokea wote kwa jumla, tunapokea, lakini kuna jambo linakuja linakuwa la kwako binafsi. Kuna wimbo unakuja unaimba hapa unakuwa wa kwako binafsi. Kuna jambo linakuja linakuwa, chukua vile lilivyo la kwako, tembea nalo. Sauli akamwambia yule mtumishi wake, tangulia mbele. Alipotangulia mbele, Samueli sasa sura ya 10 ndio anamwambia sasa, hujui ya kuwa Bwana anakuita kwa ajili ya ufalme, uwaokoe na kuongoza Israeli watu wake? Anashangaa, alafu anakubali ile mambo. Biblia inasema Samueli anachukua kichupa cha mafuta, anakimimina juu ya nani? Juu ya Sauli. Mafuta yanamiminika kwa Sauli. Mafuta huwa yanamaanisha habari ya Roho Mtakatifu. Mafuta huwa yanamaanisha habari ya nguvu na uwezo ambao si wa kibinadamu, uwezo ambao Mungu akiutia ndani yako wewe unashangaa. Hata unashangaa vile unavyoimba, hata unashangaa vile unavyohubiri, hata unashangaa vile unavyofanya biashara, hata unashangaa vile unavyofanya kazini. Watu wanashangaa kwa sababu kuna mafuta yanamiminwa juu yako. Mafuta ya Roho Mtakatifu. Mafuta ni uwezo, mafuta ni utukufu. Roho Mtakatifu ndio nguvu inayofanya mambo yasiyo ya kawaida. Haleluya, haleluya. Unahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Ninahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Maana bila mafuta siwezi kwenda. Mafuta ya Roho Mtakatifu ndio yaliwasaidia watumishi wa Bwana, yalimsaidia Daudi,
kutoka Marekani, dokta fulani kutoka Marekani, dokta fulani kutoka Afrika Kusini, dokta fulani kutoka Kenya, lakini mimi pale mchungaji Reverend Mlenda kutoka Tanzania. Kwanza nilipoangalia zile titles zimewekwa pale, nikasikia kama maji yanatoka kwenye mwili wangu, kwamba mimi kesho ninasimama na kuhubiri na madokta na maprofesa. Hebu jaribu kupima ile miaka 25 iliyopita. Na ni zaidi zaidi, sio? Ni zaidi. Nilipotazama pale, nikasema Mungu wangu, hii inakaaje? Akaja jamaa wa kwanza, kipindi cha kwanza akajieleza yeye ni dokta, amesoma mahali fulani. Na ni sio vibaya. Nataka unielewe, sio vibaya. Na mimi nakaribia kumalizia dokta yangu sasa hivi. Sio vibaya, nataka kuambia usikie kitu fulani. Lakini ilikuwa imenishusha. Ni kama vile timu imeingia kwenye mpira, wenzao wamevaa Adidas, wamevaa viatu vya mpira, wamevaa jezi zao. Alafu nyinyi ndio kila mtu ana shati lake la rangi ya kijani, ule la rangi nyekundu. Unaweza mkachanganyikiwa pale kwenye uwanja, hauelewi kinachoendelea. Nilipotazama pale, nikarudi chumbani, nikapiga magoti, nikasema Baba, mimina mafuta kwenye mikono yangu, mimina mafuta kwenye kinywa changu, mimina mafuta kwenye ufahamu wangu, mimina mafuta Baba. Nikamaliza. Mimi nikawekewa kipindi cha mwisho kwenda kwenye chakula. Kwa hiyo wenzangu wakaanza vipindi vya asubuhi wakati watu wa fresh. Akapiga dokta wa kwanza, alihubiri ujumbe safi sana. Yaani mimi nikatazama nikasema Mungu wangu, inaanzia wapi natokea wapi? Akaja wa pili akaangusha ni mvua ya mawe. Nikatazama nikasema Mungu wangu nisaidie. Mwanamume anapiga vitu mpaka nafikiri alikuwepo siku hiyo kule Yerusalemu. Yaani anahubiri mpaka anaeleza ni kilomita 6-8 kutoka mji wa Yerusalemu, hapo katikati kusini mwa Yordani, kaskazini mwa mpaka wa Nikasema Mungu wangu, mimi natokea wapi hapa? Nikaangalia ujumbe wangu ulikuwa Elia na wanafunzi wake wakaenda kukata miti chuma cha shoka. Nikasema Mungu wangu, mimi natoa fafanuzi gani? Nilipofika zamu yangu na mimi nikaingia pale nikiwa nimetulia kabisa na nimewaheshimu watumishi wa Mungu, wamefanya vizuri. Mimi nazungumza nafsi yangu, yale mafuta ambayo niliyang'ang'ania. Nilipochukua Biblia pale, wamejaa Wakenya, wamejaa pale na hao wazungu wamejaa na wahubiri kutoka nchini Kenya. Nikafungua pale nikasoma habari ile ambayo walikwenda na Elisha, alafu wakaja wakarudia wakaenda. Baadaye mmoja akakata chuma cha shoka, chuma kikatumbukia kwenye maji, akapiga kelele, akalia, chuma changu iko wapi? Chuma changu iko wapi? Nikamwambia nimekuja hapa kutoka Tanzania, vyuma vilivyopotea vinaenda kuelea. Chako kilichopotea kinakwenda kuelea. Yaani kinaenda kuelea hapo, sio hapahitaji usome. Hapo hakuna mwanasayansi. Sayansi inasema chuma kikitumbukia kwenye maji hakiwezi kupanda juu. Hiyo ndio sayansi ambayo maprofesa tumesoma shuleni. Sasa sisi wamesoma. Nasema maprofesa tumesoma shuleni ya kwamba chuma kina desturi ya kuanguka chini, hakiwezi kupanda. Lakini wale ambao hatukusoma profesa, sasa natumiza wote hatukusoma, tunaamini kwa huyu Mungu anayefanya mambo ya ajabu. Chuma kinaenda kuelea. Kufupisha maelezo, nilipomaliza kipindi changu nikaambiwa cha saa 8 na cha saa 9 vyote vitatu wananiachilia. Mwambie jirani yako unahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu. Mwambie jirani yako unahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Inawezekana mafuta unayo, lakini fanya kama Daudi anasema kikombe changu kimefurika. Kwa hiyo sio tu na mafuta ya kawaida, achia yafurike, achia yamiminike. Kila unachokifanya kikishuka kina mafuta. Akamwambia ndio wewe. Sauli akatulia, akamwambia sasa sikiliza, ukitoka hapa tu ukienda mbele kidogo utakutana na wanaume wangapi? Wawili. Hawa wanaume utakutana nao wawili, hapo kuna kaburi la Raheli. Ndio watakwambia punda wa baba yako waliopotea wamefanya nini? Wameonekana. Naona jamaa akachukua hiyo, akaambia ukitoka hapo ukienda mbele utakutana na wanaume watatu. Hao watakusalimia, mmoja na wanambuzi watatu na
mmoja kabeba mikate mitatu na mmoja ana kiriba cha mafuta. Ukimalizana na hao jamaa wakikusalimia, alafu na kitu atakupa mbele, utakutana na kundi la manabii. Hawa jamaa wana gitaa, wana zeze, wana filimbi. Hawa jamaa watakuwa wanatabiri, na wewe utajiunga na hao jamaa. Utakapojiunga na wao Roho wa Bwana atashuka kutoka juu, atamiminika juu yako. Na haya mambo yatakapotokea kwako, ishara hizi zitakapotokea kwako, fanya chochote kikupendezacho. Haleluya. Huyu Sauli anachukua neno la kinabii, na Mungu anataka Sauli asitembee akiwa na giza, atembee kiufunuo. Anataka atembee kiufunuo, awe anatazama, anajua mambo. Ndio anachokwambia 2026 tunataka tuingie kinabii na kiufunuo. Mungu anatufunulia, Mungu anatufunulia. Inawezekana hiyo roho ya ufunuo hata umekuwa nayo, ila hujakuwa makini tu kutengeneza mita bendi, kurekebisha, kuweka mita bendi zikae sawa sawa. Vijana wa duniani, hata sio vijana, watu wa kawaida, huwa wanasema nitaka niende bwana Machale yakanicheza. Unasikia hiyo sentensi? Machale kumcheza maana yake amekustukia huko. Na hiyo ni ishara ya Mungu anafanya kitu fulani. Ngoja nisiende. Alafu kuulizana pia kwenye kile kikao watu sio wanapigana. Unaona afadhali kumesiku wewe. Machale ya kucheza. Ndio ukija jirani wako mwambie sio machale ya kucheza. Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yako. Sauli anatoka kwa Samueli. Anaenda, Sauli ametiwa mafuta. Mafuta yanayoashiria Roho Mtakatifu. Anafika namna anakutana na wanaume wawili. Hawa jamaa wanamwambia, bwana, punda wa baba yako amefanya nini? Wamepatikana. Lakini kabla ya kukutana nao, anakutana na kaburi la nani? La Raheli. Nisikilize nikuambie, unapofika kwenye makaburi huwa kuna kuwaga na feeling tofauti sana. Makaburi huwa yanaonyesha kukata tamaa. Makaburi huwa yanaonyesha kuna watu wamelala hapa. Kuna wasomi wamelala hapa, kuna madaktari wamelala hapa, kuna madereva wamelala hapa, kuna bodaboda wamelala hapa, kuna watu wamelala hapa. Yanakupelekea mahali ambapo unakata tamaa, yaani ufikiri kama kuna muujiza mahali pale. Ninampenda Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pale unapoishia yeye ndipo anapoanzia. Nasema pale unapoishia yeye ndipo anapoanzia. Kwenye makaburi, kukutana na kaburi kwa lugha nyingine ni kama unaona umekutana na mkosi fulani. Kwa nini utembee alafu ukutane na kaburi? Kwa nini utembee ufike mahali pana makaburi? Mahali panapokatisha tamaa. Nilikwambia pointi ya kwanza ni marufuku kukata tamaa. Pale panapoonekana ni makaburi, pale panapoonekana hapawezekani, huyu Mungu tunayemtumikia, huyu Mungu tunayemwishia, yeye inawezekana. Biblia inasema yeye inawezekana, na inawezekana kwake aminie. Pale kwenye makaburi sio mwisho, ndio mwanzo wa majibu yako. Ndio mwanzo wa majibu yako. Mungu anatoa majibu pale kwenye makaburi. Haleluya. Inawezekana umekatishwa tamaa. Inawezekana kuna watu wamesema maneno mabaya juu yako. Inawezekana kuna mipango yako haijakaa sawa sawa. Inawezekana pia umefanya huduma ni kama huduma unaona haikui. Unafika mahali unataka kukata tamaa, ni kama kaburi. Nataka nikutangazie jioni ya leo, Bwana amewashawaleta wale punda waliopotea. Bwana ameshafungua mlango katika yale ambayo unayatarajia, maana yeye ni yule, si mwingine. Biblia anasema wale wanaume wakamwambia, punda wa baba yako waliopotea wameonekana. Jamaa akafurahia. Hakusikia tena habari ya kaburi, hakusikia tena habari ya shida. Ndio maana watu saa nyingine hawatuelewi sisi tuliookoka. Hebu nitazame mimi nilivyo tangu nimeokoka mpaka leo. Yaani ukinikuta hivi huwezi kujua kama nimekula au sijakula. Yaani hiyo ndio ajabu ya Mungu. Yaani Mungu ametufanya namna ya ajabu sana. Yaani unavyotazamwa hivi unaonekana. Ndio maana unatakiwa uishi vizuri katika maisha ya Mungu. Watu wa duniani wakikuona uwe mwanamume au mwanamke, wanaona wewe ni mtu mzuri. Kwa kweli wewe ni mzuri. Hata ungekuwa na sura kama ya kwangu, wewe ni mzuri. Kuna upako fulani Mungu ameachilia kwetu. Kuna upako Mungu ametuachilia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sauli anatoka, anaenda mbele namna hii, anakutana na watu watatu. Na hawa watu wanamsalimia. Hawa kwanza mimi nashindwa kuelewa, najaribu kutafuta ufunuo. Kwa nini hawa wakumsalimia? Hawa jamaa wakamsalimia bwana. Wakamsalimia.
Bwana vipi? Habari yako kwako? Nzuri bwana. Sasa safari yako zikoje? Akaambia safari zangu nzuri. Hayo ninaongeza, hayajaandikwa. Najaribu na mimi kupanua sasa mawazo kwenye ule muktadha wa hilo eneo. Si ndio jamani? Kuna kitu kilitokea, wanaulizana mambo yakoje. Hata wewe ungeulizana mwenzako, bwana umepita pitaje kihuduma hadi kufikia hapa, imekuwa kwaje? Naweza nikakwambia hata mimi ni safari ndefu lakini yenye mafanikio. Kabisa, yaani ni safari ndefu lakini yenye nini? Yenye mafanikio. Haleluya. Mungu wetu apewe sifa. Tulikuwa tunaongea na mchungaji Yusto. Alikuwa Burundi anafanya huduma. Lakini tulipoongea akasema, mzee, kwa sababu yako na heshima yako ninageuza nakuja. Na alikuwa na mkutano mkubwa sana huko Burundi. Akaja. Wazee nao wakasema, mzee, hatukupi miaka 100 tunakuja. Nimeongea na Chilumula, anasema familia yangu tunataka kwenda Uchagani. Sasa mzee, acha tu nipe siku 2, akawa wamekuja. Nimeongea na Boazi, ndio walikuwa wamemaliza mkesha na huduma na walikuwa wapate mapumziko tu ya siku 2, halafu wana safari kwenda Arusha. Wakasema, mzee, tunakuja. Unaona vile Mungu anavyofanya mambo ya ajabu sana. Unaona vile Mungu anavyofanya mambo ya ajabu sana. Wakawa wanazungumza. Wakazungumzana pale, alafu akamwambia, sasa bwana, sisi tunakupa bwana. Huyu jamaa mwenye mbuzi 3 akabaki na mbuzi wake. Na huyu jamaa mwenye kiriba cha mafuta, nisikilize, akabaki na kiriba cha mafuta. Haya ni mambo ya kiufunuo yalikuwa yanatembea pale, kwa sababu tayari Sauli alishatiwa mafuta. Kwa hiyo akaona kiriba cha kumpaka mafuta tena haiwezekani. Alafu hawa sio makuhani, sio manabii, kwa sababu zama zile ilikuwa ni makuhani na manabii. Wakagundua huyu ni mpaka wa mafuta wa Bwana, kwa hiyo tunaacha mafuta. Nini ambacho anahitaji huyu jamaa? Anahitaji nini? Mikate, kwa sababu nyama hata hivyo na paja alishapiga jana usiku. Yaani watu wamekutana, ni watu ambao wana ufunuo. Unajua mkikutana wenye ufunuo, yani mnaelewana. Mariamu anakutana na Elisabeti kwenye kusalimiana. Mariamu amebeba mimba ya Yesu ndani yake. Elisabeti amebeba mimba ya Yohana Mbatizaji. Wanakutana watu wote wenye mafunuo. Natamani Mungu ajaze mafunuo na roho ya unabii ndani yako. Biblia inasema alipomshika mkono kumsalimia, anasema kule kunisalimia kwako tu kitoto kichanga kikaruka tumboni. Yaani ka Yohana Mbatizaji kakaanza kutaka kutubu mle ndani, maana kanaona akastahili. Haleluya, haleluya. Tukiingia katika roho za ufunuo na roho za unabii zilizo halali, tumesoma kule unabii au kuletwa na mwanadamu kama mtu fulani kama apendavyo. Wanadamu walifasiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni. Haleluya, jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hawa jamaa wanatambua huyu Sauli tayari ametiwa mafuta, haina haja ya kumpa mafuta, hana haja ya kupewa mbuzi. Hata kama zile mbuzi wanakwenda kuzitoa dhabihu, wanaona hana haja. Jana akapiga msosi wa paja na nyama. Come on. Anatakiwa afanye nini? Jamaa hakula mkate huyu. Wakampa mkate, hawakumpa mkate mmoja, walimpa mikate mingapi? Mikate 2. Na unajua wakati huo agano jipya lilikuwa bado. Mkate mmoja ulikuwa unawakilisha agano la kale, na mmoja ule ulikuwa unawakilisha kuna agano jipya litakuja baadaye. Yesu anasema baba zenu walikula mana jangwani wakafa, walikula mkate jangwani wakafa, lakini sasa mimi ni chakula kilichoshuka kutoka juu. Anilaye mimi na kuninywa mimi atakuwa na uzima wa milele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe. Anasema lile neno la unabii tulionalo, tukiliangalia, tukilitazama, ni kama taa inayong'aa kwenye giza. Inasema ni kama taa ing'aayo gizani na mpaka kutakapopambazuka. Anasema ni kama nyota ya asubuhi inayozuka mioyoni mwenu. Yaani neno la Mungu ni Yesu Kristo. Ukiwa na neno la Kristo katika maisha yako, una uhai ulio mtimilifu, kwa sababu neno lenyewe lina nguvu, neno lenyewe lina afya, neno lenyewe lina uzima, neno linakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa neno tunaishi, kwa neno tunatembea, kwa neno tunalindwa. Zamani nilikuwa naomba hivi, na mke wangu anajua. Hasa tukiingia kwenye guest. Zamani kama wewe unaomba hivyo, sasa tunakwenda hatua kwa hatua. Wakati ule nikiingia guest, naanza kuangalia madirisha, naangalia na milango, mwinjilisti mkali kama nini.
Katika jina la Yesu Kristo ninapaka damu ya Yesu kwenye madirisha, damu ya Yesu kwenye milango, kila kona ninapaka damu ya Yesu. Paka damu ya Yesu kila kona, paka damu ya Yesu kila kona. Na ilikuwa sahihi, lakini baadaye nilipokuja kwenda mbele nikagundua damu ya Yesu huwezi kuipaka kwenye milango. Nikagundua huu ni uoga wangu, na kwa sababu sijajua nini neno linasema hivi, tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hilo ndio neno linavyosema. Linasema Bwana humpeleka malaika yake kwenye kila kituo cha nyumba ya wacha Mungu. Nilipogundua kumbe kuna malaika ana guide maisha yangu nikiwa kwenye chumba, ninachofanya mimi nafanya nini? Ninachoingia kwenye chumba nasema asante Mungu, ninakushukuru kwa kunipa nafasi kwa kwenye chumba hiki. Najua chumba hiki kina watu wengi wanalala wa namna mbalimbali, lakini Bwana neema yako inatosha. Sasa naachilia neema yako ndani ya hiki chumba. Ninaanza kuombea mikutano iliyo mbele yangu, naanza kuombea semina iliyo mbele yangu. Lakini kwa kutokujua nilikuwa nachukua muda mwingi sana kupaka damu ya Yesu. Kwanza ninaogopa, lakini na masaa 3 napaka damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni ya thamani. Nasema damu ya Yesu ni ya thamani. Ina uwezo wa kusafisha dhambi na kutuondolea. Agano la Kale ndio walipaka damu ya ng'ombe kwenye miimo na milango na vizingiti. Sisi hatuipaki kule, damu ya Yesu haipaki kwenye miimo. Haleluya. Mungu wetu apewe sifa. Mungu wetu apewe sifa. Wakampa nini? Mikate mingapi? Mikate miwili. Na sisi wa leo tunaendelea, hatuachi mkate wa zamani na mkate mpya, ila tu usiwe na koga. Usiingie mabuu, uwe na uzima. Ukiliangalia ile neno ulione lina uzima, linatoka Agano la Kale linakuja Agano Jipya. Agano la Kale yalikuwa mafuta ya kumiminiwa kichwani. Agano Jipya Roho Mtakatifu anamimina ndani ya mioyo yetu. Unaona mambo yanakaaga namna hiyo. Haleluya. Alipochukua ile mikate miwili Sauli akaiweka, lakini kwa lugha nyingine, unajua huyo jamaa ni mfalme, alitaka aonyeshwe kwamba katika ufalme wako usije ukategemea nguvu zako mwenyewe, chakula kitakuwepo, Mungu ndiye akupae chakula. Kwa hiyo hii ni moja pia ya chakula ambacho utaendelea nacho kwenye safari. Sasa nataka nifupishe kwa sababu ya muda ulivyokwenda. Maandiko yanasema alipoondoka sasa Sauli, jaribu kujua sasa ameanza kubadilika, mawazo yake na mtazamo wake unakuwa sio wa kawaida. Anakutana na kundi la manabii. Hao kundi la manabii wanakwenda mahali pa kuabudu. Walikuwa na vinanda, walikuwa na zeze, walikuwa na matari, walikuwa na filimbi. Jamaa wanatabiri, wanamsifu Mungu. Sauli akasogelea kwenye hili kundi. Alipoingia kwenye hili kundi, Biblia inasema Roho wa Bwana akaja juu ya Sauli, naye akaanza kutabiri. Alipotabiri, Biblia inasema naye akageuzwa kuwa mtu mwingine. Hakuwa kama vile alivyokuja, kwa sababu Roho wa Bwana huwa anapoingia katika maisha ya mtu hakulazimishi, lakini anachukua usukani, anachukua maamuzi sasa ya kutembea na wewe katika viwango visivyo vya kawaida. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ni vizuri mtu wa Mungu kutembea na watu ambao wanatabiri mambo. Kutembea na watu ambao wanatabiri. Kutabiri maana yake ni kuelezea matarajio mapya katika maisha yako. Unaangalia matarajio mapya alafu unayataja bila kuwa na uoga, bila kuwa na mashaka, lakini katika viwango vile ambavyo Mungu amekupatia. Inaweza ikaleta tafsiri nyingi, lakini walikuwa wanatabiri. Hawa jamaa wanaenda mahali pa kumwabudu Bwana, wanapiga vinanda, wanapiga zeze, wanapiga filimbi, wanatabiri. Wakati wanaendelea kutabiri, Biblia inasema Roho wa Bwana akaja kwa Sauli, naye akawa anatabiri, akageuzwa, hakuwa kama vile alivyokuwa. Bwana akatia mamlaka ndani ya Sauli. Yule aliyekwenda kinyonge kutafuta punda, sasa Mungu anatia mamlaka ndani yake. Bwana anatia uwezo na ushujaa ndani ya Sauli. Roho Mtakatifu anapoingia kwenye maisha ya mtu, Roho Mtakatifu unapomruhusu atembee katika maisha yako, huwa anatia uwezo, anatia mamlaka, anatia nguvu isiyokuwa ya kawaida katika maisha yako. Kuna rafiki yetu mmoja, japo baadaye alipoteza njia kwa namna fulani,
Unajua haya mambo usipoelewa vizuri unaweza uka extreme ukaenda tofauti ukapita. Lakini yule ndugu alipata neema ya kuamini neno la Mungu katika viwango ambavyo vimepanda, na mimi nilikuwa mmoja wa mwalimu wake miaka imepita. Yule jamaa alikuwa anaamini. Jana niliwaambia mzee Andrea Shima na wengine wengi wapo tu ningesema hivi. Lakini kuambia huyo ndugu tulikuwa naye Momba alikuwa anaitwa Tudomin. Alikuwa anaamini anachokisema kutoka neno la Mungu ndicho kilivyo. Na kweli ilikuwa namna hiyo hiyo. Siku moja alikuwa na njaa kabisa, hii ya kawaida hii, njaa ya kawaida kabisa. Akapita Mazinde pale sokoni, akakuta wazee wanauza, wamepanga ndizi, wamepanga vitu vyao wanauza. Yeye akasema nabii wa Bwana Elisha alipokutana na yule mwanamke akamwambia nipe maji. Wakati mama anakwenda kuleta maji akamwambia mama, sio maji, tutengenezee mkate. Yule mama akamwambia nimesalia kuni 2 tu, nitengeneze dile nife na wanangu. Alafu yule Elia akamwambia kwanza mimi, alafu nyinyi baadaye. Sasa yule bwana alikuwa ameshika sana maandiko kwa namna hiyo. Akakuta ndizi pale, akachukua ndizi, akasema mzee, unauza shilingi ngapi? Kiasi fulani. Akachukua ndizi akala, akawa ameshiba. Akasema asante mzee, nashukuru nimeshiba. Akamwambia unatakiwa utoe hela. Akamwambia hapana, sina hela. Akamwambia wewe namna gani wewe, usilete mambo ya kienyeji. Akamwambia mimi ni mtumishi wa Mungu. Akasema usicheze na mimi sio mtu wa kawaida, utaondoka. Alafu jamaa akaondoka. Usiku mzee akafa. Usiku mzee akafanya nini? Tudomini na sisi waumini wengine tukaanza kujipanga sawa sawa. Kama hii jamaa anatumiaje huyu asije akatumaliza. Siku moja akaja kanisani akasema, Pastor Mulenga umefanya dhambi, utakufa, utaishi. Washirika wakaogopa kweli kanisani. Mmoja akasimama madhabahu, akasimama madhabahu. Anasema Bwana ameniambia umefanya dhambi, utaishi, utakufa. Akashuka na mimi nikapanda. Nikasema huyo amesema hivyo, sijafanya dhambi, kwa maana hiyo sitakufa, nitaishi. Wao washirika wakawa wanasubiria ipi itatimia. Kumbuka ni mtu ambaye alimwambia mtu juzi na mtu yule akazikwa, sio hadithi. Kwa hiyo wakawa wanasubiria sasa waangalie mimi na yeye nani ataenda. Akatoka Mombo kwa miguu mpaka Korogwe, kwa wale wanaofahamu eneo hilo, kwa miguu. Akamkuta mchungaji wetu alikuwa anaitwa Heri Elikunta, mzee wa Kipare. Akamwambia nimekuja mzee Kunta, yule mtumishi wako wa Mombo amefanya dhambi na mimi ni nabii wa Bwana, nimemwambia atakufa, anakataa. Kwa hiyo nakupa taarifa, hutakuwa na mtumishi pale, atakufa. Mzee Kunta naye Mungu alikuwa amempa neema. Akasema Bwana hajanifunulia hilo. Kornelio alipokwenda kuambiwa na wale watu walikuwa wamefunuliwa, na Petro alikuwa amefunuliwa. Kwa hiyo wote walikuwa wana ufunuo. Kwa hiyo mimi sijafunuliwa hilo. Kwa nini wewe uniambie kabla sijafunuliwa? Akamwambia na wewe kama ni mbishi na wewe utakufa. Jamaa akarudi kwa miguu. Baada ya mwezi mmoja yule jamaa akavimba miguu alafu akafa. Mimi niko hai mpaka leo kwa neema ya Mungu. Nataka nikumalizie nikwambie, nayo kuzungumzia haya sio ya mambo ya kawaida. Niliwaambia juzi na jana, nilikuwa nifanye semina kule Kasulu. Mkutano wa watu 1000 na umati mkubwa. Mnajua sisi wa Kigoma, si mnajua tunavyokusanyika, si unafahamu? Alafu tena wakisikia anakuja baba nani, si unajua? Lakini nikaona hapana, acha nibaki na watu wachache hao, niseme kile ambacho Mungu ameniambia. Tunapokwenda mwaka 2026, ishi kinabii na kiufunuo. Acha mawazo ya kukata tamaa. Hata kama watu wamekukatisha tamaa, anza na Mungu, tembea na Mungu. Wewe Mungu aliyekuita ana makusudi na maisha yako. Hajakuita kwa bahati mbaya. Sauli alikuwa ametokea from nowhere, hajui chochote, yeye alikuwa anaenda kutafuta punda, lakini Mungu alikuwa anamtafuta Sauli. Inawezekana uko hapa kwenye ibada hujui chochote kile, unaona kama maajabu. Inawezekana umekuja ukutane na mzee Chidumule, inawezekana umekuja ukutane na Yusto Onesimo na Mbilikimo, inawezekana umekuja ukutane na mtumishi wa Mungu Duncan pamoja na mke wake. Ni sawa kabisa, hujakosea, lakini Mungu alikuwa anataka akutane na wewe ili unapoingia 2026 usibaki kwa viwango vile vile. Na hayo ndio ambayo ninasikia moyoni mwangu kukuachia jioni ya leo. Sauli akatabiri. Yule ndugu kabla ya kufa, alipovimba miguu, alikuwa ameoza na akaomba niende. Akasema mchungaji, inawezekana umenilani. Nikamwambia hapana rafiki yangu, mimi silani, sikulani.
Akasema sasa yale maneno nilikuwa nimesema unasemaje? Akasema yale yalishaisha wakati huo. Wewe ulisema nitakufa, mimi nikasema sitakufa, nitaishi niasimulie matendo ya Mungu, kwa sababu sikuwa na hatia mbele za Mungu wakati huo. Kwa hiyo ndio nilichosema, sina kitu kingine. Sema niombee basi, nikamwombea, lakini alikuwa akatangulia mbele za Bwana. Pointi yangu, ukiishi kwenye neno, ukitembea katika neno, usitie mashaka, Mungu anafanya mambo yasiyo ya kawaida. Mungu huyu tunayemtumikia sio wa kawaida. Acha mambo ya 2025. Sasa unaingia 2026, ingia katika utukufu mwingine kabisa, katika maisha tofauti kabisa, kuyaona mambo katika namna isiyo ya kawaida, kutembea na neno la Mungu katika viwango vile ambavyo Mungu mwenyewe anavitaka katika maisha yako. Naomba tusimame kwa dakika hizi chache zilizobakia. Tutapelekwa katika kumwabudu Bwana, kwa sababu hapo tunakutana sasa na watu wenye vinanda, wenye vinubi, wenye filimbi. Ndipo Sauli alikutana nao pale. Hapo ndipo mtu anageuzwa kuwa mtu mwingine, unakuwa chombo ambacho ni cha tofauti, chombo cha tofauti ambacho kitamfaa Bwana. Unapoingia mwaka 2025, unaingia katika viwango visivyo vya kawaida. Na hata kama umekuja hapa una maumivu kwenye mwili wako, una mahali panauma, pameshindikana, hujapata uponyaji, Roho wa Bwana yuko hapa. Mkono wa Bwana ambao hujapungua uko hapa kutenda miujiza. Mateso yoyote yale ulionayo, Kristo Yesu yuko mahali hapa. Nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya kubadilisha iko mahali hapa jioni ya leo. Yuko Yesu anayebadilisha. Bila namna yoyote atakubadilisha, atakufanya ukitoka hapa hutakuwa kama vile ulivyo, katika jina la Yesu Kristo. Huduma yako itapanda, kazini kwako kutapanda, biashara yako itapanda, ufahamu wako utapanda. Kila ulichonacho Mungu atakipandisha. Utakuwa ukiishi katika unabii na ufunuo. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi. Unatoa faraja wanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu. Tuimbe wote, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, mpasua mawimbi, tuliza mawimbi, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Si mwepesi wa hasira, si mwepesi wa hasira, unagaili mabaya, haufananishi na kitu kingine, haufananishi katikati ya Gaza umekumbuka rehema, ufananishwi na kitu kingine, haufananishwi. Nyosha mikono, nyosha Yesu mikono yako. Unafanya mambo wanadamu hawezi. Unatoa faraja wanadamu hawezi.
Zolele, renanana zolele, unatoa faraja. Oh Yesu, 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 wafungua milango, wafungua milango ambayo wanadamu hawezi, wafungua milango ambayo wafungua milango ambayo wanadamu hawezi. Unaponya magonjwa wanadamu hawezi. Unaponya magonjwa na kitu kingine haufananishwe, ufananishwe tena, ufananishwe na kitu kingine haufananishwe na kitu kingine. Mwazimisha Yesu kanisa. Ronana zanana yanana. Wakati tunamwendelea kumwabudu Bwana, nataka niombe pamoja na wewe. Chukua hatua, njoo hapa mbele. Chukua hatua, njoo hapa mbele. Kuna wingu la Roho Mtakatifu lisio la kawaida. Wakati unaendelea na upako huu, kuna jambo la tofauti. Bwana anataka kukigeuza akufanye chombo kingine. Maoneo yote hayataendelea katika maisha yako. Kila ugonjwa, kila maonezi, kila chochote ambacho kimekuwa kinyume juu yako, Bwana anakwenda kuchukua hatua. Ni yeye amekuinua, ni wewe anakuhitaji. Anataka kukuchukua katika viwango visivyo vya kawaida, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye nafasi yako, kwenye mwili wako. Kila kiambaza Bwana anaenda kuondoa. Tunapokwenda kumwabudu Bwana, mafuta ya Roho Mtakatifu, uwepo wa Bwana unaenda kushuka juu yako. Fananishwi na kitu kingine, ufananishwi na kitu tena, ufananishwi unafanya mambo, wanadamu hawezi. Unatoa faraja, unafanya mambo ambayo unatoa faraja, Roko sakabana Rada makasakara. fananishwi Hafanani. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ukija madhabahuni, endelea kuomba. Usisubiri kwanza, endelea kuzama. Endelea. Uongezeke Yesu, uongezeke sana. Ipungue wewe
sana. Ya mimi uinuliwe, uinuliwe Yesu, uinuliwe sana. Uonekane, uonekane Yesu, uonekane sana. Roko sakaba, porobo sarabo, raba sakaba, porobo sarabo, raba. Uonekane, uonekane Yesu. Rida raba sakaraba. Stay right to yes. Yes. Mwambie Bwana rana nana nzolele. Ongezeke Yesu. Ora basakara. Ongezeke. Ongezeke. Haleluya, 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 haleluya. Nakwenda kuomba sasa kwa ajili yako mtumishi wa Bwana, kila mmoja wetu aliyefika mahali hapa, uliyepiga magoti, uliyesimama, nataka niombe kile ambacho Bwana anataka kufanya kwa ajili yako. Inawezekana umepita katika mambo magumu 2025, umekata tamaa, umefika mahali unaona hakuna kisichowezekana. Ninakutangazia kwa jina la Bwana aishie na kutawala. Bwana anakwenda kushusha mambo yasiyo ya kawaida, na hayo mambo yakiingia katika moyo wako kuanzia sasa, ukitoka hapa, tabiri kwa kinywa chako, tabiria kwa kinywa chako, utabirie kwa kinywa chako. Kama ni kazi, kama ni afya yako, kama ni nyumba yako, kama ni swala la ndoa yako, kama ni mipango yoyote ile, magonjwa na kila kilichokuwa kizuizi, katika jina la Yesu Kristo ninasimama kwa neema na unyenyekevu, ninaachilia nguvu ya Yesu Kristo itembee sasa ndani ya maisha yako, ndani ya moyo wako. Bwana akubadilishe, Bwana akubadilishe, Bwana akubadilishe. Chukua mkondo mpya, chukua mkondo mpya, chukua mkondo mpya kwa jina la Yesu Kristo. Chukua mkondo mpya, rabasaka ya baba, kwa jina la Yesu. Roho ya hofu, roho ya mashaka, roho ya kukata tamaa, ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Roho ya Bwana ashuke ndani yako, roho ya Bwana ashuke ndani yako. Wale punda waliopotea, wale punda waliopotea, ile biashara yako iliyopotea, ile kazi yako iliyopotea, ule uchumba uliopotea, ile biashara iliyopotea, afya yako iliyopotea, sasa inaonekana katika jina la Yesu Kristo. Inaonekana, inaonekana, inaonekana. Bwana anaondoa ukame, Bwana anaondoa ukame. Roho Mtakatifu aliyopotea, roho ya mafunuo, roho ya mafunuo, vipawa na karama, vipawa na karama vinarudishwa, vinarudishwa sasa, vinarudishwa sasa katika jina la Yesu Kristo. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Tabiria, tabiria mambo yako, tabiria mambo yako, tabiria mambo yako. Rabasaka rabababababababa, rabashaka baba, rababababa, rababababa, rababababa. Utakuwa mkia, utakuwa mkia, utakuwa mkia. Bwana ameamuru, Bwana ameamuru, anakupandisha, anakuketisha na wakuu katika mahali pa juu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe sio mtu wa kawaida, wewe ni kiumbe kingine. Pokea katika jina la Yesu Kristo, pokea katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yaliyokutesa Bwana ameyaondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Pokea upako, pokea upako, pokea neema, pokea utukufu, pokea utukufu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai.
Usiniache nilivyo, nataka nifanane na wewe. Sijitamani nilivyo, nataka nifanane na wewe. Usiniache nilivyo, nataka nifanane na wewe. Roko sakaraba. Sijitamani nilivyo, nataka nifanane na wewe. Usiniache nilivyo, nataka nifanane na wewe. Rasako. Sijitamani nilivyo. Rapita tata basaya na sakaraba. Rana usiniache nilivyo, nataka nifanane na wewe. Rika sakaraba. Sijitamani nilivyo, nataka nifanane. Yesu huyu hapa, Yesu. Usiniache nilivyo, nataka nifanane. Sijitamani nilivyo, nataka nifanane na wewe. Usiniache nilivyo, nataka nifanane na wewe. Ah, Yesu rabato. Sijitamani nilivyo, washa moto, moto huo, moto wake, moto wa Yesu. Kabadilishwa na kuwa mtu mwingine, na kuwa mtu mwingine, na kuwa mtu mwingine. Nataka nifanane. Nataka nifanane na wewe. Rapaka yana boro sarabata yanoro. Rika pasa tararao. Rapa sharoros. Hallelujah. Yes, yes. Usiniache nilivyo.
Rikatara basaya nana. Endelea kunena kwa lugha, endelea kunena. Nibatize, ongeza roho, heri usiniache nilivyo, nifanane nawe. Jaze tena, nataka nifanane. Unapoondoka mahali hapa jioni ya leo, kuna ishara ambazo zitakuwa zinatukia katika maisha yako. Kukutana na watu wawili, maana yake kuna watu watakuwa wanathibitisha lile utakalokuwa unaliwaza na kulifikiri. Ukitoka hapa unapoenda mwaka 2026, ukikuta lile jambo unafikiri moyoni mwako, alafu mtu mwingine anakuambia vile vile, ujue hayo ni uthibitisho kwamba Mungu anakuthibitishia. Na utakutana na watu wanakupa taarifa zako ya kwamba mambo yako yamekuwa sawa sawa. Ukikutana na watu watakao kupatia mikate miwili kwa namna ya tofauti, neno la Mungu kutoka Agano la Kale na Agano Jipya linalohusiana na maumizi ya maisha yako, ujue sasa mambo yanabadilika katika maisha yako. Natembea namna hiyo mwaka 2026, Bwana hatakuacha pale ulipo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.